Karibu kwenye kipindi cha Mwanga wa Injili, tukiletewa na mchungaji Samuel Mwilu. Karibu kwenye kipindi. Basi watazamaji, na wakaribisha katika jina la Yesu katika kipindi hiki cha Mwanga wa Injili. Bwana azidi kukubariki unapozidi kufuatilia vipindi vyetu ukiwa pale nyumbani kila siku ya Jumanne kuanzia saa 2 mpaka saa 2 usiku, na kila siku ya Jumapili kuanzia saa 2 mpaka saa 2 usiku. Basi wacha tukaweze kuanza kwa njia ya maombi, kisha tuweze kuendelea. Na tuombe. Baba wetu na Mungu wetu, kwa jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa kutupa siku nyingine kama hii, ili kwamba tukaweze kusikia neno lako. Ukatubariki, ukatuongoze, ukambariki mtazamaji wangu akiwa pale nyumbani, ya kwamba Bwana baraka zako zitazidi kuwa juu yake, na ukatuongoze hata katika kusikia neno lako. Roho wako mwema akatuhudumie, kwa maana mioyo yetu inakuhitaji. Kwa njia ya Yesu Kristo mwokozi wetu tumeomba tukiamini. Amen. Basi mtazamaji wangu, leo ningependa tukaweze kuangalia ujumbe ambao unasema kwamba imani bila matendo imekufa. Faith without works is dead. Yani imani bila matendo imekufa. Na tutaweza kuangalia neno la Mwenyezi Mungu katika kitabu kama waraka huu ulivyoandikwa na Yakobo kwa watu wote. Yakobo 2 mstari wa 14 hata ule wa 26. James chapter number 2 verse 14 to 16. Na kama umefika hapo, nitasoma kwa lugha ya Kiswahili, alafu Bwana atazidi kutubariki tunaposikia neno lake jioni ya leo. Neno la Mwenyezi Mungu linasema, ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema ya kwamba anayo imani lakini hana matendo? Je, ile imani yaweza kumwokoa? Ikiwa ndugu mwanamume au ndugu mwanamke yu uchi na kupungukiwa na riziki, na mtu wa kwenu akamwambia, enenda zenu kwa amani, mkaote moto na kushiba, lakini asiwape mahitaji ya mwili, yafaa nini? Vivyo hivyo na imani isipokuwa ina matendo imekufa nafsini mwake. Lakini mtu atasema, wewe unayo imani nami ninayo matendo. Nionyesha imani yako pasipo matendo, nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo. Ya matendo yangu. Wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vema. Mashetani nao waamini na kutetemeka. Lakini wataka kujua wewe mwanadamu usiye kitu, kwamba imani pasipo matendo haizai. Je, baba yetu Ibrahimu hakuhesabiwa kuwa na haki kwa matendo hapo alipomtoa Isaka mwanawe juu ya madhabahu? Waona kwamba imani ilitenda kazi pamoja na matendo yake, na ya kwamba imani ile ilikamilishwa kwa njia ya matendo yale. Maandiko yale yakatimizwa yaliyonena, Ibrahimu alimwamini Mungu, ikahesabiwa kwake kuwa ni haki, naye aliitwa rafiki wa Mungu. Mwaona kwamba mwanadamu huhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo yake, si kwa imani peke yake. Vivyo hivyo na Rahabu yule kahaba naye, je, hakuhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo hapo alipowakaribisha wajumbe akawatoa nje kwa njia nyingine? Maana kama vile mwili pasipo roho imekufa, vivyo hivyo na imani pasipo matendo imekufa. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa leo nikaweze kuongea mambo ambayo yanahusiana na imani na matendo. Na nikataja ujumbe wetu siku wa leo ni kwamba imani pasipo na matendo imekufa.
Hii ni topic ambayo ni ya kipekee sana katika ulimwengu wa sasa, na ningependa kusema kwamba kumekuwa na confusion kubwa kuhusu mambo haya mawili ya imani na matendo, na ningependa kusema na kuweka dhahiri kwetu jioni ya leo ya kwamba imani ndio kitu ya maana katika maisha ya Mkristo. Kama jambo la kwanza, nilimetaja kwamba kuna confusion kwa sababu kuna watu wengi hawajaokoka siku ya leo, lakini wanasema mimi ninajua kwamba nitamuona Mungu kwa sababu nimejawa na matendo mema. Mimi ninawasaidia maskini, mimi ninawasaidia wale, mimi ninafanya hiki, mimi huwa ninaomba. Ndio sijaokoka, lakini mimi huwa naomba. Hata kama nakunywa pombe yangu kidogo, lakini nikipata maskini barabara mimi natoanga kitu yangu nampea. Sasa watu wengi wanaamini kwamba matendo yao yatafanya waweze kumuona Mungu. Lakini nataka nikupangie mambo haya vizuri kama mwanafunzi wa Biblia na kama Mkristo na kama mhubiri na kama muamini siku ya leo, ili uweze kutofautisha mambo haya ya imani, mambo ya matendo inakuja namna gani katika maisha yako, na Mungu anataka iwe namna gani katika maisha yako. Na sasa wacha nitangulie kama vile Yakobo mtumishi wa Mungu anavyotufundisha hapa. Yakobo hasemi ya kwamba imani ni, matendo ni kubwa kuliko ingine, ama imani ni kubwa kuliko ile ingine, lakini mpangilio ndio huu. Mkristo mpendwa, ama kama bado haujakuwa hujaokoka, bado nafasi ndio hii, maana ndio sababu tuko hapa siku ya leo. Nataka kusema kwamba jambo la kwanza ambalo ni muhimu katika maisha yako ni imani. Na imani ni nini? Yakobo anasema nini? Imani ni kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Imani ni kumjua Mungu binafsi. Faith has to come first. You have to believe in God. Knowing God on a personal level is the first thing. Kumkaribisha Kristo katika maisha yako ndio jambo la maana, ya kwamba sasa unamjua Mungu katika njia ya kipekee. Umemkaribisha Kristo akuokoe katika dhambi zako, umetubu dhambi zako, Kristo ameingia na amekufanya wewe kuwa mtoto wake. Habari za Ibrahimu zinaongewa hapa juu ya kwamba alikuwa na imani na matendo. Kwanza aliitwa na Mungu alipokuwa katika nchi ile yake. Mungu akamuita na kumtoa pale na kumfanya mfuasi wake. Ama kwa hakika Ibrahimu akawa mfuasi wa Mungu na akawa baba yetu wa imani. Sikia, hakuwa baba wa matendo, lakini alikuwa baba wa imani. Akafanyika mfuasi wake Yehova, akamwamini Mungu. Hilo ndilo jambo la kwanza ambalo Ibrahimu aliweza kufanya. Katika mstari wa 26 ndio tunaona kwamba hebu tusome mstari wa 26. Neno la Mungu linasema namna gani katika mstari wa 26? Maana kama vile, ruhusu nisome pale nyuma kidogo, ili tumuone huyu Ibrahimu vile anavyotembea na Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye ni baba yetu wa imani. Mstari wa 23, maandiko yale yakatimizwa yaliyonena, Ibrahimu alimwamini Mungu akahesabiwa kwake kuwa ni haki. Yaani jambo la kwanza ambalo Ibrahimu alivyolifanya ni kumwamini Mungu. Alafu ili kwamba aonyeshe imani yake, mstari wa 21 unasema, je, baba yetu Ibrahimu hakuhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo hapo alipomtoa Isaka mwanawe juu ya madhabahu? Mstari wa 22, waona kwamba imani ilitenda kazi pamoja na matendo yake, na ya kwamba imani ile ilikamilishwa kwa njia ya matendo yale. Kwa hivyo Ibrahimu, jambo la kwanza anapofanya ni kumwamini Mungu na kulipokea jina lake na kupokea ule mwito kwa imani, alafu sasa kumfurahisha Mungu wake kwa njia ya matendo.
Jambo hili nataka kulijadili zaidi na kusema kwamba pia Rahabu katika Biblia ameweza kutajwa katika maandiko kwamba pia alionyesha imani yake. Kitu ambacho huyu Rahabu alifanya katika kitabu cha Joshua mlango wa 2 ambao tutasoma, ni vizuri labda uendelee kufungua kitabu cha Joshua. Unaona kwamba Joshua mtumishi wa Mungu baada ya kifo cha Musa alichukua hatamu za uongozi na kuongoza wana wa Israeli kuendelea na safari, kwa sababu walikuwa bado hawajafika katika nchi ile ambayo Mungu alikuwa akiwapeleka Israeli. Na mji ambao ulikuwa wa kwanza kukabili ulikuwa ni mji wa Jericho, na hivyo akawatuma wapelelezi wawili kwenda katika ule mji. Walipofika pale, waliweza kuingia kwa nyumba ya mama mmoja ambaye alikuwa ni kahaba, ama kwa hakika huyo mama alikuwa naishi maisha ya dhambi kama vile Biblia inavyosema. Na watu kama hao mnajua kwamba wana wageni wengi, na hakuna mtu anauliza ameingia ama ametoka, kwa sababu maisha ya dhambi yako namna ile. Basi wale waliingia pale si kwa sababu walikuwa wanaenda kufanya dhambi, lakini walikuwa wameingia katika mji wa Jericho kuupeleleza. Nafikiri mawazo yao ikawaambia ni wapi tunaweza ingia bila kuulizwa munaenda wapi na kutoka wapi, ili tufanye assignment yetu ya kupeleleza mji. Na basi wakaingia katika nyumba ile ya Rahabu kama maandiko yanavyonena katika kitabu cha Joshua mlango wa 2. Na walipofika pale wakaweza kujieleza. Kumbuka hawajaingia pale ili kufanya dhambi, lakini wameingia pale kwa sababu ni nyumba inaingia watu tofauti tofauti. Na walipoingia pale, mfalme wa nchi akaambiwa kwamba Rahabu, katika nyumba ya Rahabu kumeingia watu ambao hatuwaelewi. Na hivyo mfalme akaambiwa kwamba ni wapelelezi. Na hivyo basi kukawa na hali ya yule watu kwenda katika nyumba ile ya Rahabu kutafuta hao ni watu wa namna gani. Lakini Rahabu aliposikia, aliweza kuwaficha katika paa, yani katika ceiling, na wakakaa pale. Na wakati wale waliokuwa wametumwa na mfalme walipoingia, Biblia inasema kwamba Rahabu akawaambia, hao watu kweli waliingia hapa, lakini kabla ya milango ya mji kufungwa walienda. Fanyeni hivi jameni, kimbieni mutawafikia na mukaweze kuwapata, wako njiani mutawapata kule. Na hivyo wale watu wakaondoka mara moja, kwa maana wamepashwa habari, na wakaenda. Na kisha Rahabu akawaendea watu wale katika lile paa, wale wageni wake, akasema hivi, tumesikia habari za Mungu wa Israeli na roho zetu zimeyeyuka kwa sababu ya hofu, kwa sababu tumesikia matendo ambayo Mungu ametenda katika safari yenu ambayo mmekuja. Sisi tumepatwa na hofu na tumejua kwamba Mungu ndiye yule. Hebu tuende katika mstari wa 8. Huyu mama anaingia katika maagano na watu wa Mungu katika huyu Yawe, na utasoma Biblia inakuambia katika mstari wa 8, tena kabla hawaja hapa ni baada ya wale watu kukimbia na kufuata wale watu wawili ambao waliambiwa wameondoka. Mstari wa 8, tena mstari wa 8, Yoshua 2 mstari wa 8, tena kabla hawajalala akawaendea juu ya dari, akawaambia wale wanaume, mimi najua ya kuwa Bwana amewapa nchi hii, na ya kuwa hofu imetuangukia mbele yenu, na ya kuwa wenyeji wote wa nchi wanayeyuka mbele yenu. Mstari wa 10, maana tumesikia Bwana alivyo yakausha maji ya bahari ya Shamu mbele yenu hapo mlipotoka Misri, tena mambo hayo mliowatendea wafalme wawili wa Waamori waliokuwa huko ng'ambo ya Yordani, yani Sihoni na Ogu, mliowaangamiza kabisa. Mara tuliposikia hayo, mioyo yetu iliyeyuka, wala haukusalia ujasiri wowote katika mtu awaye yote kwa sababu yenu, kuwa Bwana Mungu wenu yeye ndiye Mungu. Angalia, huyu Rahabu anaanza kuingia katika mambo ya imani na kumwamini Mungu. Katika Biblia inazidi kusema, kwa kuwa Bwana Mungu wenu ndiye Mungu katika mbingu juu na katika nchi chini. Basi sasa nawasihi niapieni kwa Bwana, kwa kuwa nimewatendea hisani ya kwamba ninyi nanyi mtaitendea hisani nyumba ya baba yangu, tena nipeni alama ya uaminifu.
huo ni mstari wa 12. Basi Rahabu akawaeleza, nimejua kwamba hakuna Mungu mwingine, huyu ndiye Mungu. Akawaambia, sasa mtaniapia, you will promise me, ya kwamba mtakapoingia mji huu, kwa maana Rahabu alijua hakika wataharibu Jericho na watakuja, maana Mungu wao ni Mungu mkuu, na amesema huyo Mungu ndiye anaamini. Akawaambia, sasa mnipe promise ya kwamba mkikuja hamtaniangamiza pamoja na nyumba ya baba yangu. Basi wale watu wakamwambia jambo moja, iwapo hautatusema kwa viongozi ama kusema habari zetu, sisi tutakusaidia. Jambo la pili, damu ya mtu yeyote katika hao uliowataja haitakuwa juu yetu kama watapatikana nje ya kile tutakachosema. Maana walimwambia Rahabu ya kwamba hao wote watu wa familia yako ningependa wakakae kwa nyumba moja, na wakisha kaa kwa nyumba moja, basi utafunga utepe mwekundu, yani kitambaa chekundu. Nafikiri nguo yangu ni nyekundu hivi, yani kitambaa chekundu kitakuwa katika dirisha, ili tukikuja tutaangalia ni wapi kuko na hiyo kitambaa nyekundu, na wale watakao kuwa ndani hakika hatutawaguza, maana wewe utakuwa umetuokoa, na sisi tumekuwa pia katika Bwana ya kwamba wewe utakuwa salama na watu wako. Nataka kusema nini? Huyu mama akaingia katika imani na katika mkataba, na zaidi ya yote kitambaa chekundu ni alama ambayo inaweza kutukumbusha damu ya Yesu inayotuokoa na dhambi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Mahali popote mtu yeyote atakayejificha ndani ya damu ya Yesu ako salama katika Mungu wetu. Bwana asifiwe. Na ndio tunasema kwamba Biblia inasema kwamba na huyu Rahabu akawaruhusu hawa wapelelezi, akawateremusha kupitia dirisha, maana ukuta ulikuwa umezunguka Jericho na nyumba ya Rahabu ilikuwa imeshikana na ukuta. Kwa hivyo dirisha yake ilikuwa imeangalia nje. Kwa hivyo aliweza kuandaa kikapu, akawateremusha, akawaambia, jificheni nendeni milimani mjifiche siku 3, ili wale walioenda kuwatafuta watakuwa wamerudi. Nanyi baada ya siku 3 mutoke mwende, lakini msiende direct, jificheni kwa siku 3. Alafu kile kiapo chetu kitabakia. Tukikuja hapa mtaweza kuokolewa. Na kweli huyu mama akatii neno na akaweza, waliposikia kwamba, ukisoma maandiko, ukiangalia Biblia inasema kwamba kweli Rahabu aliposikia wana wa Israeli wanakuja, alifanya vile ambavyo hawa wapelelezi walivyomwambia, na kweli yeye na familia yake wakaokoka. Lakini yule alikuwa nje ya hiyo nyumba, damu yake haikuwa juu ya hawa wapelelezi. Na basi baadaye tunaona nini kinachotendeka? Kisoma kitabu cha Mathayo 1 mstari wa 5, jina la Rahabu linapatikana kwa sababu huyu Rahabu huyu ambaye ni Rahabu aliweza kuolewa na mtu ambaye anaitwa Salmoni, na baadaye Salmoni akamzaa Boazi ambaye aliweza kumuoa Ruth. Na katika kizazi hicho tunaona baba yake Jese, baba ya Daudi, anazaliwa pale, na hivyo Jese familia yake inaendelea mpaka Yesu Kristo anazaliwa. Kwa hivyo Yesu anazaliwa katika lineage ya Rahabu huyu. Na hivyo basi tunapoangalia maandiko, huyu Rahab akatenda mambo ya imani. Ni nini nilikuwa natafuta katika taarifa hiyo yote? Ya kwamba huyu Rahabu alimwamini Mungu kwanza, alafu kwa sababu amekubaliana na hiyo mambo na imani ya Waisraeli na kumwamini Mungu, akawaokoa wale ambao walikuwa wamekuja kupeleleza mji. Kwa hivyo imani yake ikaandamana na matendo. Bwana Yesu asifiwe. Imani yake ikaandamana na matendo yake. Kwa hivyo imani pasipo na matendo, yani imani huja kwanza, alafu kisha matendo yanafuata. Na ukisoma kitabu cha Waebrania 11 na mstari wa 31, unakuta kwamba mambo ya imani ya huyu Rahab yananenwa pale. Kwa hivyo imani hutangulia, na tunaokolewa kwa imani, si kwa matendo, kama Wagalatia 2:14 hadi 21 itakavyokuambia. Ni kwa sababu ya kumwamini Yesu Kristo.
Jambo la pili ambalo nataka kusema ni kwamba imani, ukiwa na imani lazima ufuatishe matendo mazuri. Kwa nini? Ni kwa sababu matendo yanadhihirisha kwamba umebadilishwa moyoni. Inadhihirisha kwamba umekuwa mtoto wa Mungu. Works are just but proofs that you have believed in God. Mstari wa 14 hata 22 unaonyesha sasa kama una imani lazima mabadiliko yaweze kuonekana. Neno la Mungu linasema, ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema ya kwamba anayo imani lakini hana matendo? Je, ile imani yaweza kumuokoa? Hivyo ni kusema kwamba Biblia inasema kwamba imani, unapoingia katika imani, onyesha kwamba umebadilishwa ndani ya moyo wako. Na Biblia imezidi kusema mambo mengi ya kwamba ukiwa na imani lazima idhihirike katika matendo. Mstari wa mwisho unasema kwamba Biblia inasema, maana kama vile mwili pasipo roho imekufa, vivyo hivyo imani pasipo matendo imekufa. Huwezi sema mimi nimeokoka lakini matendo yako haionekani kamwe. Ndugu yangu, haionekani kwamba wewe umemwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Tunamwamini Kristo alafu kisha tunafuatisha matendo mema. Ukiangalia Efeso 2 mstari wa 10, Biblia inasema kwamba tuliweza kuokolewa ili tuwe na matendo mema. Bwana Yesu asifiwe. Efeso 2 mstari wa 10, maana tu kazi yake, tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unapoingia katika imani unahitajika sasa uwe na matendo mema. Angalia kitabu cha Matendo ya Mitume 9 mstari wa 36, habari za Dorkasi. Biblia inaanza na mstari wa 36 na kusema, na palikuwa na mwanafunzi mmoja, and there was a certain disciple. Acts chapter 9 verse 36. Alafu sasa huyu anaitwa Dorkasi. Dorkasi alimwamini Kristo, ndio sasa akaanza matendo mema, kuwashonea wale wajane mavazi yao na nguo zao, kwa sababu kwanza alikuwa mwanafunzi. Confusion ambayo nilisema kwanza ni kwamba watu wengi wanaamini kwa matendo mazuri watamuona Mungu, lakini nimesema kwamba jambo la kwanza, okoka. Jambo la pili, dhihirisha kwamba umebadilishwa ndani. Na hivyo ndivyo Ibrahimu alifanya. Nimesema hivyo ndivyo Rahabu alifanya. Na ninasema kwamba hivyo ndio Dorkasi alifanya. Hakuanza na matendo akasema mimi nitamuona Mungu, wacha nishikilie matendo mema, wacha ninashonea wamama nguo, kweli Mungu ataona matendo yangu ya kushonea wamama nguo, wajane, mpaka aseme wewe mama umesaidia watu wengi. Hakuna kitu kinaitwa umesaidia watu wengi. Unapookoka ndio jambo la kwanza, jina lako linaandikwa katika kitabu cha uzima, alafu matendo yako yanaandikwa chini ya jina lako. Lakini kama jina haijaingia kwa system, ndugu yangu, itakuwa namna gani? Wokovu, tumwamini Kristo. Na kama kuna mtu anaamini ya kwamba atamuona Mungu kwa sababu ya matendo yake, nataka kusema hakuna. Hata ukihubiri, unaweza kuwa hata mhubiri kama mimi, sema unajua nikifika mbinguni nitaambia Mungu nilikuanga pastor. Sasa Mungu huko Yohana 3 itakuwa imekutoa nje, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanao wa pekee, ili kila amwaminie, si kila atendaye matendo mema, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Alafu baada ya kuokoka, fuatisha matendo mema, na hayo ndio yatakayofanya tupewe taji tutakapomuona Yesu kule. Wokovu kwanza, alafu matendo. Lakini usiweke matendo. Hiyo ni kama punda inaongozwa na mkokoteni. Lakini sasa wakati ambapo it's like a donkey following a cart, but when you get saved first, it is like a donkey pulling a cart. Sijui kama unaelewa. Usitanguliza matendo, tanguliza roho yako. Mwamini Mungu, alafu fuatwa na matendo mema. Maana hata neno la Mungu linasema katika kitabu kile cha Ufunuo 14 na mstari wa 13 ya kwamba heri wafu wafao katika Bwana, kwa maana matendo yao yanafuatana nao.
Lakini si ati unatanguliza matendo. Naambia Mungu, angalia tu matendo yangu, usiangalia roho, angalia tu matendo ile nilikuwa natenda. Sasa hivyo sivyo huyu Yakobo anasema. Mwisho ni kusema kwamba jambo la kwanza nilisema kwamba imani kwanza. Jambo la pili, mambo ya matendo yanadhihirisha tumebadilishwa ndani. Na jambo la mwisho ni kusema kwamba none of them can stand alone. Yani hakuna ile inaweza simama peke yake. Ya kwamba usiwi ati na imani ukose matendo, wala usikose matendo ukose imani. Yani imani pasipo na matendo. Na ndipo tunaambiwa katika mstari huo wa mwisho, mstari wa 26, ya kwamba kama vile mwili pasipo roho imekufa, vivyo hivyo na imani pasipo na matendo imekufa. Hivyo ni kwa ufupi ni kusema mambo haya yanategemeana. They have to come together. Mungu akusaidie Mkristo mwenzangu, ujue kwamba kuna imani, jambo la kwanza. Jambo la pili, tuliumbwa tufanye kazi nzuri. Mungu akusaidie katika matendo mema. Jambo la tatu, nikasema kwamba hakuna ile inaweza kaa bila ingine. Imani haiwezi kaa bila matendo, na matendo hayawezi kusimama peke yake pasipo na imani. Basi imani na matendo inahitajika. Bwana akubariki, Bwana awe nawe hadi kipindi kijacho. Bwana Yesu azidi kukubariki. Amen. Asante kwa kuwa nasi. Je, kipindi hiki kinakubariki? Tungependa kusikia kutoka kwako. Ukiwa na swali, maoni au hitaji la maombi, tuma ujumbe au kupiga simu kwa nambari 0758909715. Hadi kipindi kijacho, Mungu azidi kuwa nawe.